Ndio. Kwa majina naitwa Hassan Rajab Makale. Mimi ni bwana shamba. Nafikiri tukisema hivyo tunaongea lugha moja na mkulima. Kabisa. Naam, ni bwana shamba, nasimamia mkoa wa Lindi na Mtwara. Lakini tunahudumia wakulima wote kokote wanakopatikana nchi nzima. Naam. So leo niko na mada nizungumze na wakulima. Japo huwa natamani kufanya hivi, kukutana na wakulima, kuongea na wakulima kabla hawajapanda, lakini si vibaya. Sasa hivi bado tupo kwenye maendeleo ya shambani, kufanya palizi, mbolea na sumu za wadudu. Kwa mkulima ambaye hatambui, mimi ni bwana shamba, natokea kampuni ya Sidiko, kampuni pendwa kabisa. Ni kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji wa mbegu. Mbegu za mahindi, mboga, lakini sasa hivi tumefika mbali, tunapaka mbegu za alizeti. Kwa hiyo mkulima awe huru, ajisikie free kupata mbegu kutoka kampuni ya Sidiko. Kwa sasa tunaamini ndio kampuni bora ambayo inazalisha mbegu, tunasema Afrika nzima, maana tuko Afrika na dunia nzima kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni mbegu za mahindi, mboga na sasa hivi mmeenda kwenye alizeti. Kwa kusini alizeti inastawi. Wakati fulani ilikuwa ni kama sio mkoa ni mkoa wa wilaya, alikuwa anaomba tu sasa hivi pia na mikoa yetu hii, kwa mfano wa Lindi ni mkoa kwamba tuna uwezo wa kuzalisha alizeti. Kwa hiyo watu wakitaka mbegu wanabidi waje Sidiko. Karibu tuendelee. Nitaanza na mahindi. Sogea mbele kidogo. Nitaanza na mahindi kwa sababu tunaamini mahindi ndio kilimo mama kwa nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu 90% tunatumia mahindi kama ugali. So Sidiko tuna mbegu tofauti ambazo zinafanya vizuri kwenye kila kanda ambapo mkulima anapatikana nchi nzima, lakini pia Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Tuna mbegu aina 5 za mahindi ambazo tumezipa majina na namba. Kwenye hizo mbegu ya kwanza inaitwa Tembo. Ndio mbegu ambayo tunaamini kila mkulima ambaye anafanya kilimo cha mahindi anaifahamu. Ukisema Tembo basi kila mkulima anaijua. Tembo yenyewe inakaa shambani kwa muda siku 144 mpaka siku 154, kuanzia siku amepanda mkulima mpaka kufikia kukomaa mahindi. Approximate hapo inakuwa ni miezi mingapi? Ni miezi 4 na kitu, kama na nusu hivi, na wiki 2. Inakuwa kabisa unavuna. Inakuwa iko tayari kuliwa, kuchoma, kuchemshwa. Lakini hiyo ni Tembo. Mavuno ya hii mbegu huwa tunakadiria kwenye ekari moja, mkulima ambaye amelima kisasa, amelima vizuri, huyu atapata kuanzia gunia 50 mpaka 55 kwenye ekari moja. Hiyo ni Tembo. Lakini pia tuna mbegu inaitwa Simba. Tuna mbegu inaitwa Simba. Hii mbegu inakaa shambani kwa muda wa siku 141 mpaka siku 134 mpaka siku 141. Kuanzia mkulima siku amepanda shambani mpaka inafikia kukomaa. Miezi hapo maana ukitusaidia kwenye miezi hapo. Kama miezi 3 na kitu hivi kuelekea 4. Kwenye mbegu ya Simba mkulima akienda kuipanda shambani, kwenye kila ekari moja tunategemea avune kuanzia gunia 37 mpaka gunia 45 kwenye ekari moja. Hiyo ni Simba. Tuna mbegu nyingine inaitwa Pundamilia. Kwenye Pundamilia tuna Pundamilia 555 ambayo mkulima akiipanda leo itakaa shambani kwa muda siku 120 kamili mpaka siku 125. Ndani ya huu muda mkulima atakuwa amepata uhakika wa kupata gunia kuanzia 32 mpaka 42 kwenye ekari moja. Hiyo ni Tumbili na ni Pundamilia. Lakini pia tuna mbegu inaitwa Tumbili. Kwenye Tumbili inakaa shambani kwa muda mchache, by the way, inakaa siku kuanzia 75 mpaka 90. Sasa miezi 3 mpaka miezi 2 na nusu. Sasa hii mbegu kidogo huwa ina maajabu. Maajabu yake ni kwamba inakaa shambani kwa muda mfupi. Lakini sasa ndani ya ule muda mfupi tunasema ni kama kilimo cha bustani, maana mkulima wa bustani akai shambani zaidi ya miezi 3. Sasa Tumbili akienda kuipanda ndani ya hii miezi 3 au 2 na nusu, anaenda kupata gunia kuanzia 40 mpaka 40 na kitu, ambapo makadirio ya juu huwa tunasema haitozidi gunia 48 kwa mkulima ambaye atalima kisasa. Kwa hiyo ni mbegu ambayo inafanya maajabu mengi sana ikiwa shambani. Hiyo ni Tumbili namba 419. Lakini tuna mbegu ya mwisho kwa mahindi inaitwa Sungura.
Hii sungura wakati mwingine huwa tunaibadili jina, tunaiita mwendokasi. Ni kwa nini tunaita mwendokasi? Ni kwa sababu ya ile kasi yake ya kukaa shambani. Inakaa muda mchache sana. Haijawahi kutokea mbegu ambayo inakaa muda mfupi shambani zaidi ya sungura. Sungura yenyewe inakaa shambani kwa muda siku 60 mpaka 75. Maana yake ni miezi 2.5. Yes. Ndani ya hii miezi 2.5 inakupa kiasi cha magunia kuanzia 18 mpaka 24 kwenye ekari moja. Sasa hizi ni mbegu za mahindi ambazo kampuni ya Seedco tunazitoa kwa wakulima. Lakini mwanzo nakumbuka nilisema kwamba tunajitahidi kuhakikisha kila mkulima anafanya kilimo kulingana na eneo analopatikana. Nchi yetu imejigawa katika ukanda wa juu, wa kati na ukanda wa chini. Huu tofauti pia, hawa watu wanapata mvua za aina tofauti. Yes, kuna mkulima ambaye anakaa karibu na bahari, tunategemea anapata mvua chache. Kwani tunasema mvua za wastani mpaka chache. Lakini kuna watu wako ukanda wa kati pia na wenyewe wanapata mvua za wastani mpaka mvua chache. Hawa wenzetu walioko nyanda za juu kusini na nyanda za juu kabisa kaskazini, ukichukulia Mbeya, Songea, Iringa, wenzetu wana neema ya kupata mvua nyingi kwa kila mwaka. Sasa tunataka kila mkulima alime kilimo cha mahindi. Lakini alime mbegu ambayo huko anakofanya kilimo kulingana na mvua zinazopatikana huko, basi asiende kupata hasara ya mavuno. Nini tumekifanya Seedco? Tukaamua kuja na hizi mbegu ambazo zinaitwa Tembo, Simba, Pundamilia, Tumbili na Sungura. Hizi mbegu zinafanya vizuri kwa nyanda tofauti tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine huwa nashauri wakulima, mkulima asihamasike tu na kwamba nataka Tembo inatoa gunia 50. Tunasema kama unataka Tembo pia tunaangalia unaenda kulima wapi? Wilaya gani? Kwa sababu kuna mkulima ukimuuliza unalima wapi, anakujibu shambani. Umeona, unaweza kuna Liwale, kuna Tandahimba huko ya. Mfano ukichukua mkoa wa Lindi, namna ambavyo mtama inapata mvua ni tofauti na Ruangwa, tofauti na Liwale, tofauti na Nachingwea, na sehemu nyingine kama Lindi mjini. Sasa hawa wakulima ambao wanapata mvua kuanzia za wastani kushuka chini, tunashauri wasipande mbegu ambazo zinakaa shambani kwa muda mrefu. Nini kitaenda kutokea? Kitakachotokea ni kwamba akipanda mbegu ambayo inakaa shambani kwa muda mrefu, alafu yeye mvua zake ni mvua chache na za wastani, maana yake huenda ikatokea mbegu zake wakati zinaelekea kuchanua, wenyewe wakulima wana lugha yao, wasema mbegu zinavyoenda kutoa mbelewele, hazitakiwi kukosa mvua kwenye kile kipindi, kwa ajili ya kwamba ule ndo muda ambao mahindi yanaenda kutengeneza kile kiwango kingi cha mavuno. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.